Akisoma taarifa ya robo tatu ya mwaka kwa waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara, Mohamed Sharifu, amewaeleza waandishi hao kuwepo kwa makaburi hewa yaliyobainika wakati wa ufurushaji wa makaburi hayo. Kwamba katika mchakato mzima wa kuhalalisha yale malipo kwenye eneo la uthaminishaji kuna kosa lilitendeka. Kwamba makaburi, kwa mtu anasema mimi hii ni nyumba yangu, hii hapa ni kaburi langu, hili hapa sijui ni kitu gani changu. Kwa hiyo kama mtaka kunitoa basi hapa mnapaswa kunilipa vitu hivi, si ndio? Sasa katika eneo lile walivyoenda kuthaminisha nyumba na makaburi yale ni vile mtu ambavyo ametaja ndivyo ambavyo yalithaminishwa. Kwamba huyu amesema na makaburi hapa la shangazi yangu, hili la mjomba wangu, hili la bibi yangu, yakachukuliwa hivyo na yakaingizwa kwenye hesabu. Na kwamba wakachukulia kimahesabu kwamba anapaswa huyu mtu kulipwa makaburi pengine matatu. Bila kujali ndani ya makaburi yale kuna maiti au hakuna. Kuna miili ya waliokufa au hakuna. Sasa kwa hali hiyo fedha zilikuja, walipaji au michakato mzima ya msimamizi wa huyo mradi akawezesha fedha kupatikana na kuja kwamba walipo watu kwa idadi ya uthaminishaji uliofanyika kulingana na uthaminishaji uliofanyika. Sasa tukaona hapo ni dosari. Inawezekana baadhi ya makaburi yaliyoonyeshwa na kutambuliwa, inawezekana mingine ni matuta tu, hakuna watu ndani yake. Kwa hiyo zoezi la uhamishaji makaburi lilipokuja sasa, hiyo ni hatua nyingine ya mwisho kabisa kwamba sasa watu wahamishiwe makaburi yao ili walipwe. Sisi tukasema hapa sasa tufanye uhakiki. Usipofanyika uhakiki inawezekana tukawalipa watu matuta. Utekelezaji wa ushauri wetu huo ndio uliowezesha kupatikana kwa makaburi 123 hewa ambayo hatimaye wanufaika wake hawakulipwa fidia ya shilingi milioni 49 na laki mbili. Mkuu huyo wa TAKUKURU amesema mbali na udhibiti wa fedha hizo, pia wamefanikiwa kudhibiti zaidi ya shilingi milioni 21 za miradi ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya Bunda. Katika eneo hili tumedhibiti shilingi milioni 21 na 12,800 za miradi ya ujenzi ya hospitali ya halmashauri ya wilaya Bunda unaotekelezwa katika awamu ya pili. Fedha hizo zilikuwa zimetengwa na kuanzishiwa mchakato wa manunuzi ya vifaa vya ujenzi ambavyo tayari vilishanunuliwa katika awamu ya kwanza ya mradi na vingine vilishafungwa kwenye majengo husika. Mkuu wa TAKUKURU pia akatumia nafasi hiyo kutoa angalizo kwa wanasiasa kuacha kujihusisha na vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu. Uchaguzi taarifa tunazo na hatua nyingi tunachukua, sio tu Tarime kama ulivyosema, popote pale. Na ndio maana nimetangulia kuwashukuru wananchi kwenye taarifa yangu hii kwa taarifa nyingi wanazotupatia. Tunawatambua wote wala sina haja ya kuwataja hapa wanaofanya vitendo hivyo, na tunafanya kazi yetu kwa mujibu wa sheria na taratibu tunazoongozwa nazo kuwajibisha. Kuna wengine ambao tunawaita ofisini na kuwapa maonyo, kuna wengine tunawaripoti sehemu sahihi wanapaswa kuripoti, na pale ushahidi unathibitika tunachukua hatua za kiuchunguzi ambazo si vyema nikazielezea hapa dhidi yao.